Habarini za wakati huu ndugu wasikilizaji wa The Voice Up. Leo tuko na mada nzuri sana kuhusu mwendelezo. Tukiangalia ni mwanzo wa mwaka 2026 na watu wengi wamekuwa wakiweka malengo kwa ajili ya kuyatimiza katika mwaka huu wa 2026. Watu wamekuwa na mipango mingi ambayo wanatarajia kuitimiza kwa ndani ya mwaka huu. Haya, tukija kwenye mada yetu kuhusu mwendelezo. Mwendelezo ni kitu muhimu sana ambacho kinahitajika ili watu waweze kuyatimiza yale malengo ambayo wamejiwekea kwa mwaka 2026. Wasipokuwa na mwendelezo hawawezi kuliendeleza jambo ambalo wamelipanga na kuweza kulitimiza. Mwendelezo inakuwa the key na inakuwa the key factor ya mtu kutimiza lile lengo ambalo amejiwekea. Atakapoacha kulifanya, it means ameshindwa kuwa na mwendelezo na ameshindwa kulifanya jambo lake kwa usahihi mpaka kufikia lengo. Basi tunataka kujua kwa nini watu wengi wamekuwa wanashindwa kuwa na mwendelezo. Tukiangalia 2025 sio kila mtu aliweza kutimiza lengo ambalo alikuwa amejiwekea. Ni kwa nini? Ni kwa sababu alikosa mwendelezo. Na nini kilimfanya akose mwendelezo? Nini kilimfanya aishie njiani na kutokulitimiza lile lengo? Basi kwa mwaka huu tunatamani tujue kwa nini watu wanakuwa wanakosa mwendelezo, ili imsaidie yule ambaye amejiwekea mipango yake ili atimize kwa mwaka huu 2026 isiwe ngumu na asije akaishia njiani, asije akakosa mwendelezo wa kuendeleza jambo lake na kulitimiza ndani ya mwaka huu 2026. Naomba kupata maoni yako. Ni kwa nini watu wanashindwa kuwa na mwendelezo na wanaishia njiani? Tuseme mtu ameanzisha kufanya mazoezi kwa mwaka huu. Utashangaa ndani ya wiki moja tu kafanya, then anaishia njiani, anaacha, anachoka. Au unakuta mtu ameamua basi ngoja nifanye biashara fulani. Anafanya kidogo, anaishia njiani, anachoka. Hafiki pale anapotakiwa kufika. Kwa nini unadhani watu wengi wanashindwa kufika pale wanapotakiwa kufika? Wanashindwa kuwa na mwendelezo katika kila jambo walilolipanga. Ni kwa nini? Natamani kujua na natamani tujifunze wote ili kumsaidia yule ambaye ana malengo yake ya kutimiza mwaka 2026 aweze kuyatimiza bila kuishia njiani.